Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Safari ya Kigoma. Mtitu anasoma darasa la 5. Anaishi na wazazi wake Kibaha, mkoa wa Pwani. Anao ndugu wawili ambao ni Saidi mwenye umri wa miaka 8 na Lukanda ambaye ana miaka 5. Siku moja baba yao alisema, mtakapofunga shule tutakwenda safari ndefu. Katika safari hiyo mtaweza kuona sehemu nyingi za kuvutia. Saidi akauliza kwa haraka, baba, tutakwenda tena Unguja na Pemba? Baba yao akajibu, hapana Saidi, safari hii tutakwenda Kigoma. Ninafikiri mtafurahi, pia mtapata nafasi ya kujifunza mengi. Lukanda akauliza, je, tutakwenda kwa meli tena? Baba yao akajibu, hapana Lukanda, meli husafiri majini tu, haisafiri juu ya njia za chuma. Njia hizo huitwa reli. Siku ya safari, watoto pamoja na wazazi wao walikwenda stesheni ya gari moshi huko Dar es Salaam. Hapo stesheni palikuwa na watu wengi sana. Lukanda hakuweza kuvumilia, akauliza, watu wote hawa wanakwenda Kigoma? Baba yao akajibu, hapana, sio wote wanaokwenda Kigoma. Gari moshi litatoka Dar es Salaam kupita sehemu mbalimbali kama vile Morogoro, Dodoma, Itigi na Tabora. Wengine watashuka kwenye stesheni hizo. Abiria wote waliingia ndani ya gari moshi. Baada ya muda mfupi, gari moshi liliondoka. Mtitu, Saidi na Lukanda waliwapungia mikono wasindikizaji pamoja na watu wengine. Walipofika stesheni ya Ruvu, watoto waliona watu wengi wakiuza samaki, mahindi yaliyochemshwa, machungwa na ndizi. Baba yao alisema, samaki hawa huvuliwa katika mto Ruvu. Abiria wengi walinunua vyakula hivyo. Wakati huu watoto walikuwa wamechoka kweli. Lukanda alikuwa ameanza kusinzia. Baba yao akawaambia, sasa ni usiku, kila mmoja alale. Kesho tutaendelea kuona mambo mengi. Gari moshi lilipoingia Morogoro, watoto wote walikuwa wamelala. Pia wazazi wao walikuwa usingizini. Lilipofika Kilosa, kulikuwa kumeanza kupambazuka. Mtitu na Saidi walikuwa wa kwanza kuamka. Baadaye Lukanda naye aliamka. Saidi akamuuliza baba yao, hapa ni wapi? Baba yao akajibu, tupo mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. Gari moshi lilipopita mjini Morogoro, mlikuwa usingizini. Tungepita mchana, mngeona katani, mahindi na mazao mengine. Hayo ndio mazao makuu ya mkoa huu wa Morogoro. Pia nyuma ya milima ya Uluguru kuna kilimo cha matunda na mboga. Matunda mengi tunayoyanunua kule Dar es Salaam au Kibaha yanatoka huko. Gari moshi liliendelea na safari yake. Mtitu alipatwa na njaa, akamuuliza mama yake, mama, tutapata wapi chakula leo? Mama yao akajibu, chakula kitapatikana humu ndani ya gari moshi. Saidi akasema kwa mshangao, kumbe kuna hoteli humu? Mama yao akajibu, ndiyo, upo mgahawa katika behewa lingine. Kisha wote wakaondoka kwenda kula kwenye mgahawa. Walipomaliza wakarudi kupumzika kwenye chumba chao. Walipoingia mkoa wa Dodoma, watoto waliona mchanga, vumbi na vichaka vichache. Pia waliona makundi makubwa ya ng'ombe, kondoo na mbuzi. Baba yao aliwaeleza kuwa wenyeji wa Dodoma ni wafugaji. Baada ya muda mfupi walifika stesheni ya Dodoma. Gari moshi liliendelea na safari. Watoto waliona mashamba mazuri ya mizabibu. Mama yao aliwaeleza kuwa zabibu hutengeneza mvinyo. Baadaye gari moshi lilipita stesheni ya Manyoni na Itigi. Gari moshi lilipoingia Tabora, baba yao aliwaeleza watoto kuwa zao kuu la mkoa huo ni tumbaku. Mazao mengine ni mahindi na karanga. Pia waliona mizinga mingi ya nyuki ikining'inia kwenye miti. Mama Mtitu aliwaeleza kuwa
Ndani ya mizinga hiyo kuna masega mengi ya asali. Mkoa wa Tabora ni maarufu sana kwa utoaji wa asali. Walipofika stesheni ya Tabora, abiria wengi waliteremka na kuingia katika mabehewa mengine yaliyokuwa kando. Mama yao aliwaeleza kuwa yale mabehewa yanakwenda Mwanza. Mtito akasema, kumbe Tabora ni njia panda ya reli inayoenda Kigoma na iendayo Mwanza? Baba yao akajibu, ni kweli kabisa Mtito. Gari moshi la Kigoma liliondoka Tabora saa 8 usiku. Lilipita katika stesheni ya Urambo. Asubuhi, jua lilipochomoza, gari moshi liliingia mkoa wa Kigoma. Kando kando ya reli, watoto waliona miti mingi inayofanana na minazi. Mama yao aliwaeleza kuwa ile ni michikichi. Matunda yake yanaitwa chikichi, nayo hutumiwa kutengeneza mafuta ya mawese. Mawese yana rangi ya manjano, nayo hutumiwa kwa kupikia chakula. Mtitu akauliza, mawese hutengenezwaje? Baba yao akajibu, tusiandikie mate na wino upo. Tukifika Kigoma, tutajionea wenyewe utaalamu huo. Walipofika stesheni ya Kigoma, watoto wote walikuwa wamechoka sana. Walikwenda na wazazi wao kwenye hoteli. Huko walioga, wakala, kisha wakapumzika. Jioni, baba yao waliwatembeza watoto katika bandari ya Kigoma. Waliona meli, mashua na mitumbwi ya kuvulia samaki. Kesho yake, walitembea kando kando ya ziwa Tanganyika, wakaona sehemu za kuvulia dagaa. Pia walitembelea mitaa mbalimbali ya mji wa Kigoma. Waliona jinsi watu wanavyochemsha machikichi na kutengeneza mawese. Mtitu, wazazi wake na wadogo zake walikaa Kigoma kwa siku 3. Kisha walianza safari ya kurudi Kibaha. Watoto hao walifurahia sana safari hiyo. Walikuwa wametalii sehemu nyingi za nchi hii. Walipofika nyumbani, Saidi akasema, nimejifunza mengi sana katika safari hii. Kweli, kutembea ni kujifunza. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi. Asante sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana kwa moyo wako wa kuweza kunivumilia mpaka nimemaliza. Naomba uweze kuandika kwenye comment section pale, ni hadithi ipi ya zamani ungependa sana niweze kuisimulia. Na kukumbusha tena rafiki yangu, naomba unisaidie kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, kwa sababu simulizi nzuri inakuja. Mungu akubariki na kupenda sana. Asante.